Leo tutaangalia sababu kuu za Wayahudi kumkataa Yesu alipokuja duniani. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu na historia, tunaona kwamba kipindi cha Yesu alipokuja duniani, watu wa kwanza waliokuwa kipaumbele kumkataa Yesu walikuwa ni Wayahudi wenyewe. Sasa leo tutakwenda kuangalia sababu kuu za Wayahudi kwa nini walimkataa Yesu. Lakini kabla hatujaenda huko, kwanza lazima tuelewe nini maana ya neno Kristo, Masihi na neno Yesu. Neno Yesu kwa tafsiri za Kiebrania, neno hili limetokana na neno Yawe, liko lina maana Mungu anaokoa. Lakini neno Kristo na Masihi, yote hii huwa ina maana moja, isipokuwa tu utofauti kwamba neno Masihi ni Kiebrania, Kristo ni Kigiriki kwa maana ya Kiyunani. Ila maana yake yote inalenga kitu kimoja. Ina maana kwamba mtiwa mafuta aliyechaguliwa kuja kuwa kuhani, mwokozi ama mfalme. Narudia tena, neno Kristo ama Masihi ni mpakwa mafuta aliyechaguliwa au aliyeteuliwa kuja kuwa mwokozi, kuhani ama mfalme. Hii ndo maana kubwa sana. Sasa tunaona kwa mujibu wa historia, Rumi ilitawala dunia kipindi fulani. Kama nilivyosema video zangu za mwanzo, Rumi ilifanikiwa kumiliki dunia, ambapo nilielezea kwamba kulikuwa kuna utawala wa kwanza Babylon, kwa maana ya Babeli. Alafu nikaja kusema utawala wa pili ulikuwa Umedi na Uajemi, kwa maana ya Persia. Alafu utawala wa tatu nikaja kusema kwamba utawala wa Kigiriki ama Kiyunani wa wakina Alexander. Alafu utawala wa nne ni utawala wa Rumi ama Roman Empire. Huo ndio utawala. Sasa wakati wa utawala wa Rumi ilifanyika kushika dunia na ikawatawala hata Wayahudi wenyewe kabisa, walishikwa na dola ya Rumi. Na baada ya kufanikiwa kutawala dunia kiujumla, tunaona kwamba hata ndani ya Israeli Rumi ikaweka mfalme pandikizi, alikuwa akiitwa Herode. Herode alikuwa mfalme pandikizi wa dola ya Rumi aliyowekwa ndani ya Israeli kwa ajili tu ya kuongoza na kwa administration, kwa maana ya kutawala mle ndani. Sasa Wayahudi katika mateso mengi ya dola ya Rumi na walipokuwa wanatawaliwa na Rumi, kiukweli hawakupendezwa na utawala wake, kwa sababu walikuwa wakinyanyaswa na mambo mbalimbali walikuwa wakifanya. Na wakati huo walikuwa kiu yao kubwa ilikuwa ikihitaji sana mtu aje kuwa mfalme kwao. Nakumbuka wakati huo kwao kulikuwa hakuna mfalme tena, yaani kulikuwa kunaongozwa na viongozi wa dini kupitia bunge lao la Sanhedrin. Walikuwa na bunge lao ya Kiyahudi Sanhedrin, yaani hapo kulikuwa kuna viongozi tu wa dini, walikuwa maana Mafarisayo na Masadukayo. Sasa tunaona kwamba Wayahudi hao walikuwa wakichunguza maandiko juu juu. Waliposikia kama tafsiri ya neno Kristo, Masihi, mpakwa mafuta, anayekuja aliyoteuliwa kuja kuwa mtawala, kuja kuwa mfalme, kuhani, wakachukua dhana hii tofauti. Wakajua kwamba Yesu atakapokuja basi lazima aje kuwatoa wao katika utawala wa Rumi. Hao ni matarajio yao makubwa sana, kwamba Yesu atakapokuja duniani basi atakuja. Kwanza walijua atakapokuja Yesu atakuja katika familia ya kitajiri sana, aidha ya kifalme au katika familia yote ambayo ni ya kitajiri sana. Lakini kiuhalisia zaidi, kumbe sio mpango wa Mungu ambao alipanga kuhusu Yesu ujio wake. Kwa hiyo tunaona walikuwa wakikaa miaka na miaka kungojea ujio wa Yesu, huku wakiweka matarajio hayo. Lakini kumbe bila kujua kwamba ujio wa Yesu kweli kwa tafsiri kuja kuwa mfalme, kuja kuwa mtawala, kuja kuwa mwokozi, kuja kuwa kuhani, lakini sivyo kwa vile ambavyo wao walitafsiri. Wakati wao wameweka mpango kwamba Yesu atakuja kuwakomboa wao kutoka kwa dola ya Rumi Empire, kumbe Mungu ana mpango wa kumtumia Yesu katika kukomboa ulimwengu mzima. Mbona tofauti ile kuwepo hapo? Kwa Yesu alipozaliwa katika Israeli, Yerusalemu,
tunaona kwamba alikuja kwa mkakati maalum wa kukomboa ulimwengu. Yesu alizaliwa katika familia maskini sana. Sasa baada ya wao kusoma unabii kikamilifu na kutokuelewa, tunaona kweli Yesu alizaliwa akaja duniani. Na ukisoma kitabu cha Mathayo 2 kuanzia mstari wake wa kwanza, baada ya Yesu kuzaliwa, tunaona kwamba walikuja mamajusi kutoka mashariki ya mbali. Mamajusi hao walikuwa watu wa Mungu. Baada ya kusoma unabii vizuri na dalili na nyakati, wakagundua kama Yesu tayari ameshazaliwa. Kwa hiyo wakaja pale Israeli kuja kumtazama Yesu na kumsujudia. Lakini walipokuja walipitia kwa Herode, kwa sababu Herode ndiye alikuwa mfalme pandikizi wa dola ya Rumi. Walipojaribu kuongea na kumpasha habari kuhusu Yesu, kwa sababu yeye alisikia tu habari kwamba huyu atakayekuja atakuja kwa mfalme kwa Wayahudi. Kwa hiyo alihofia madaraka yake kuondolewa. Akahofia kwamba huyu mtu atakayekuja basi lazima ataondoa kiti changu, ataniondolea mamlaka yangu. Kwa hiyo akawaambia wale mamajusi, nendeni mkamuone, mkishamuona mniletee taarifa ili nami nikamsujudie. Kumbe ndani ya Herode alishaweka mkakati mkali sana wa kumuua Yesu, kwa maana alikuwa anaogopa kuondolewa madaraka yake, kwa sababu yeye alikuwa mfalme pandikizi wa dola ya Rumi. Kweli tunaona mamajusi kweli walifanikiwa kwenda, wakamtazama Yesu, wakampelekea na zawadi, wakamsujudia. Lakini katika njozi au katika maono wakaonyeshwa na malaika kwamba msimrudie Herode, maana dhamira yake sio nzuri kwa mtoto. Tunaona wale mamajusi wakapitia njia nyingine wakaondoka. Kwa hiyo Herode baada ya kungojea sana taarifa ya wale mamajusi, alipoona kwamba hawajamletea taarifa, basi akakasirika sana, akasema watu mimi wameniziaki. Basi akawazimu kuua watoto wote wa Israeli kuanzia mwaka 0 ambaye mtu ana mtoto amezaliwa na siku moja mpaka miaka 2. Aliua watoto wote wa pale Israeli. Kwa hiyo kulikuwa kuna kilio sana. Maandiko yanasema kulikuwa kuna vilio sana 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 ndani ya Israeli, vilio vikubwa mpaka vilifika juu mbinguni. Wakati wa usiku, Yusufu alionyeshwa na maono na Mwenyezi Mungu kwamba mchukue mtoto uende naye Misri, maana maadui zake wanataka kumwangamiza, kwa maana shetani ndani ya Herode. Yesu tunaona anachukuliwa, anapelekwa Misri kwa muda kama hifadhi. Kwa hiyo tunaona mchakato wa Yesu tangu anazaliwa, vita aliyoipitia kwanza na dola ya Rumi yenyewe kupitia Herode. Lakini Yesu baada tena ya kurejea Misri, kutoka Misri kurudi tena Israeli katika makuzi yake, alipoanza kazi yake ya huduma na Injili, tunaona watu wa kwanza waliompiga vita sana 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 walikuwa ni Wayahudi wenyewe, kwa sababu Yesu akiwa na ubiri alikuwa akiwakosoa vikali sana maovu yao. Sema watu nyinyi mnamheshimu Mungu kwa midomo tu, lakini matendo iko mbali kabisa na mioyo yenu iko mbali sana na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jambo hili lilikuwa linawakera sana wale wa kwanza. Lakini ukisoma kitabu cha Yohana 2 na maeneo mengi, Yesu inaonekana kwamba alifanya miujiza mingi sana ambayo watu wengi sana walimsadiki Yesu. Hata kwa sababu Mafarisayo wao na Masadukayo walikuwa wakipewa heshima sana na watu wa Israeli na Wayahudi, wakaona jambo hili kwao ni hatari sana. Mtu mmoja aitwaye Kayafa na wengineo wakasema kwamba hili jambo ni hatari sana kwa sababu huyu mtu tukimwacha huyu, watu wote watamwamini, mwisho wa siku Warumi watakuja kutuondolea utawala wetu. Kwa hiyo uchu wao wa madaraka na uivu wao kwa Yesu, hiyo ndio ilizidi kuongeza chuki zaidi. Kwa hiyo wakaazimu kumuua. Ngoja nikusomee kitabu hiki hapa ambacho kinaonyesha Wayahudi wenyewe ndio watu wa kwanza walioazimu Yesu auawe. Kitabu cha Yohana 11 mstari wake ule wa 47. Maandiko yanasema hivi: basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza, wakasema, tunafanya nini sasa? Yaani wanajiuliza tunafanya nini sisi? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi, tukimwacha hivi watu wote watamwamini, na Warumi watakuja watuondoe mahali petu na taifa letu.
Basi tangu siku ile walifanya shauri la kumuua. Yohana 11 mstari wake ule wa 47. Tunaona mkakati mkubwa ulioanza kufanywa na Wayahudi katika kumuua Yesu sasa. Kwa hiyo watu wa kwanza waliochangia kifo cha Yesu ni Wayahudi wenyewe. Hao ndio watu wa kwanza kuchangia kifo cha Yesu. Na kweli tunaona ajenda hii ilianza kufanywa kazi ya Wayahudi kutaka kumwangamiza Yesu. Umeona? Kwa hiyo maandiko yanaonyesha wazi kwamba watu wa kwanza waliochangia kifo cha Yesu kwanza ni Wayahudi wenyewe, kwa maana ya makuhani. Makuhani ndio waliochangia kifo cha Yesu. Lakini pia watu wa pili waliochangia kifo cha Yesu, raia wenyewe wa Israeli wote kwa ujumla, maana kuna Wayahudi na raia wa Israeli. Sasa pale kuna mchanganyiko wa watu wengi, wa Samaria na nini, mchanganyiko wa watu wengi. Kwa hiyo watu wa pili ni raia wa pale. Alafu watu watatu waliochangia kifo cha Yesu ni dola ya Rumi Empire. Kwa hiyo Yesu aliuawa na watu watatu, hao ndio waliochangia kifo chake hapa duniani. Na ndio maana baada ya wao kufanya hivyo, tunaona kwamba Yesu anawaambia Wayahudi kwamba ufalme wa Mungu umeondolewa kwenu, nao wamepewa taifa lingine. Ngoja nikusomee hii aya ambayo inazungumza hiyo habari kwamba ufalme wa Mungu umeondolewa kwenu. Anasema hivi, Mathayo 21:3. Yesu akasema wazi, kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Kwa hiyo baada ya Wayahudi kumkataa Yesu, Yesu akaambia ufalme wa Mungu umeondolewa kwenu, maana watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Maana sasa wao walipomkataa, tunaposema kama ufalme wa Mungu uliondolewa kwa taifa lingine, maana yake inamaanisha kwamba wacha Mungu wengine au watu wengine Mungu atawachagua, wale ambao watakaomwamini Yesu Kristo katika roho na kweli. Maana ukisoma kule kitabu cha Yohana, Mathayo 28 na Luka, Yesu anawaambia wanafunzi wake, nendeni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi, aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo uokovu wa sasa hivi ni wa dunia nzima, yani taifa lolote. Hata kusoma kitabu cha Matendo 10, naona kwamba sasa hivi uokovu sio tu kwa Wayahudi. Yesu alishaondoa hiyo itikadi. Kwa sasa hivi yeyote atakayekiri kwa Yesu Kristo ni Mwokozi, Yesu Kristo ni mfalme, akamwamini Mungu ni mmoja, huyu mtu tayari anakuwa katika swala la kuokolewa. Kwa hiyo sio tu taifa fulani au sio tu Israeli au sio tu Wayahudi pekee yao. Maana nitumia kauli ya Wayahudi, sio tu Wayahudi pekee yao, maana kuna dhana kwamba Wayahudi wao ndio pekee yao wameletewa wokovu. Hapana. Kwa hiyo taifa limeondolewa, maana yake wamepewa wacha Mungu wote watakaomwamini Kristo, ndio inalenga. Na ndio maana sasa kuna dhana mpaka leo kwamba watu wanaamini kwamba Israeli bado ni taifa la Mungu ama Wayahudi bado taifa la Mungu. Kitu kisa hivi hakipo. Yeyote, ikiwa ni Myahudi, ikiwa ni nani, akimwamini Yesu, huyo anaingia katika taifa la Mwenyezi Mungu ama ucha Mungu. Na ndio maana kuna Israeli ya zamani na Israeli ya leo. Israeli ya zamani ni ile Israeli ya kimwili kutoka kwa Yakobo Mwanzo 32. Lakini Israeli ya leo ni Israeli ile ya kiroho, kwa maana mtu kishamkiri Yesu Kristo na kuamini Mungu ni mmoja, wewe unakuwa ni Israeli kiroho. Kwa hiyo wewe unakuwa una asili ya Israeli kiroho. Kwa hiyo sasa hivi hapa uokovu haupatikani kwa Wayahudi ama Yerusalemu kule ya Israeli unayoona leo. Yesu hilo jambo alilikataa sana. Hem, tusome kitabu cha Yohana 4 mstari wake ule 19. Naomba tuielewe vizuri ya Yohana 4:19. Anasema hivi, Yohana 4:19, maandiko yanasema Yesu alikuwa na mwanamke mmoja Msamaria. Sikiza vizuri haya. Kuna maneno Yesu alimwambia Msamaria hapa ya msingi sana, natakiwa uelewe, na haya ndio uyabebe haya. 4:19 kitabu cha Yohana. Maandiko yamejaribu kufunua wazi sana kitabu cha Yohana 4:19 ambako Yesu alijaribu kuzungumza hapo. Yohana 4:19 anasema hivi. Anasema yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa u nabii. Yani Msamaria au mwanamke anamwambia Yesu, naona kuwa u nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudu. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa
inakuja, ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Kwanza anamwambia Mungu hataabudiwa katika mlima ule wala kule Yerusalemu, kama wewe au Wakristo wengine ambao wamekariri kwamba Mungu hapatikana Yerusalemu, Israeli. Kama sasa hivi Israeli anaonewa bwana, taifa la Mungu. Wameshakariri kwamba Mungu, kuna watu mpaka wanaenda kule kama kutalii na kwenda kuabudu kule, kitu ambacho Yesu ashakiondoaga hicho. Anasema wala kule Yerusalemu, ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu kutoka kwa Wayahudi. Lakini sasa sikiza vizuri aya ya 23, anasema lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Maona hiyo Lakini saa ya kuja, waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudio au wamwabudu. Kwa hiyo kumwabudu Mungu sasa hivi sio sehemu au kwenye jengo au labda uende Yerusalemu, hapana. Waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Ukristo sio dhehebu. Makao makuu ya Mungu ni mbinguni, sio duniani. Waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Maandiko yameshasema wazi. Kwa hiyo Wayahudi wao ndio walikuwa sehemu ya kwanza kumkataa Yesu. Na ndio maana hata leo unapoona hivi vita vinavyoendelea, wanapiga, Mungu amewaacha mpaka pale watakapomrudia. Na ndio kanuni ya Mungu, kuna wakati ukimwacha anaruhusu mashambulizi kwako ili ukumbuke neema yake. Tunaona hata historia hii tangu hapo kule Misri, hivyo hivyo mpaka wanaingia Misri, mpaka yale yanatokea, ili Mungu awakumbushe. Wameenda uhamishoni Babeli, Mungu anawakumbusha yote haya. Mungu aliyaruhusu kwa sababu ili wakumbuke kwamba neema yake. Na ndio tunaona hata juzi hapa Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, alisema kauli moja, akatoa kauli ngumu sana, akasema kwamba Yesu hana faida kwetu. Hii kauli ilikuwa ni ya kutisha sana. Kwa hiyo bado anaonyesha msimamo wao kwamba wao bado hawamwamini Yesu. Yaani dini za Wayahudi wao ni Mafarisayo na Masadukayo na imani zingine. Hawajabeba ile imani ya kumwamini Kristo. Wao walitarajia Yesu atakuja tofauti na vile ambavyo maandiko yalikusudia. Kwa hiyo walikuwa hawakuyaelewa maandiko vizuri kwa kina zaidi. Kwa hiyo hizo ndio sababu kubwa za Wayahudi kumkataa Yesu Kristo. Na Yesu huyu atarudi tena duniani, na wote wao waliohusika katika kumchoma na kumwangamiza, kama nilivyosoma hapo, watashuhudia. Na kukaribisha tena, nitaachia tena video ya pili hapo inayosema ujio wa Yesu Kristo mara ya pili duniani. Kama hujasubscribe channel yetu au kufollow, basi follow ya account ili kuendelea kuwa pamoja na kushiriki katika safari hii ya kutafuta uzima wa milele. Jina langu mimi naitwa Justin Potter Silikolile. Nakushukuru sana.